Wapi makofi ya shangwe kwa Yesu? Mungu wangu ni mkubwa, Mungu wangu. Oh, Mungu wangu ni mkubwa, Mungu wangu. Anayoyafanya maishani mwangu, anayoyafanya ukisikia, masikio yanawasha. Jamani, huyo ndiye Mungu wangu. Mungu wangu ni mkubwa, Mungu wangu. Oh, Mungu wangu anafanya kwenye maisha yetu. Yale anayoyafanya ukisikia, Masikio yanawasha. Mungu wangu ni tajiri, Mungu wangu ni tajiri, ni tajiri Yesu. Akitu Mungu wangu akiamua kubariki kwa baraka, unakosa pa kuweka. Mungu wangu ni tajiri, Mungu wangu. Mungu wangu ni tajiri, anavyotubariki. akiamua kubariki kwa baraka, Unakosa pa kuweka. Wapi kigelegele kwa Yesu sasa? Kama Bwana kakubariki, unaweza ukampungia mkono namna hii. Wewe ongeza na kigelegele sasa. Duniani ni mahali pa miguu yake, na mbinguni ni mahali pa kiti chake. Dunia na vitu vyote vinavyoujaza ulimwengu, yote ni mali ya Bwana. Duniani ni mahali pa miguu yake, na mbinguni ni mahali pa kiti chake. Dunia na vyote vinavyoujaza ulimwengu, hata mimi na wewe, vyote ni mali ya Bwana. Mungu wangu ni mkubwa, Mungu wangu ni mkubwa, Mungu wangu. Mungu wangu ni mkubwa, anayoyafanya kwenye maisha yetu. yale anayoyafanya Wakisikia, masikio yanawasha. Mungu wangu ni tajiri, Mungu wangu ni tajiri, ni tajiri Yesu. Mungu wangu ni tajiri, akitubariki na baraka. akiamua kubariki kwa baraka, tunakosa pa kuweka. Mungu wangu anatisha, Mungu wangu anatisha Yesu. Akipigana na maadui zetu, akiamua kupigana na maadui, anasaga tikitiki. Huyo Mungu wetu anaishi, Mungu wangu anaishi Yesu. Mungu wangu anaishi ndani yangu, anaishi ndani yako. akiamua kuhuisha vilivyokufa, Ninapokea hai, ninapokea uhai. ongeza kigelegele kwa Yesu sasa. Wapi shangwe kwa mfalme Yesu? Bwana
kipato changu, Bwana kipato changu, hatupungukiwi kwa Yesu. Bwana mawazo yangu, Tena Bwana uchumi wangu, Bwana uchumi wangu, Bwana mshahara wangu, Bwana thawabu yangu, Bwana kipato changu, Bwana kipato changu, kipato changu, Bwana mshahara wangu, kipato changu. Bwana thawabu yangu, Tena Bwana ni ngome yangu, Bwana ni ngome yangu, Bwana ni mwamba wangu, Bwana maficho yangu, huyu Bwana ni ngome yangu, Bwana ni ngome yangu, Bwana ni mwamba wangu. tunaopiganiwa na Bwana, vigelegele kwa Yesu. Ni hodari wa kuokoa, ni hodari wa kuokoa, ni hodari wa kuokoa huyu Yesu. Ni hodari wa kuokoa, ni hodari wa kuokoa, ni hodari wa kuokoa huyu Yesu. Hodari, Hodari wa kuokoa, hodari, hodari wa kuokoa, hodari, hodari wa kuokoa huyu Yesu. Yesu ni hodari, Hodari wa kuokoa, hodari, hodari wa kuokoa, hodari, hodari wa kuokoa huyu Yesu. Yesu ni hodari, Hodari wa kurejesha, hodari, hodari wa kurejesha, hodari, hodari wa kurejesha huyu Yesu. Yesu ni hodari, Hodari wa kurejesha, hodari, hodari wa kurejesha, hodari. Yesu suluhisho la mataifa, Yesu suluhisho, Suluhisho la mataifa, suluhisho la mataifa, suluhisho la mataifa huyu Yesu. Yesu suluhisho, Suluhisho la mataifa, suluhisho la mataifa, suluhisho la Yesu ni jawabu, Yesu ni jawabu, Jawabu la ni mataifa, jawabu, jawabu la ni mataifa, jawabu, la mataifa huyu Yesu. Yesu ni jawabu, Jawabu la ni mataifa, jawabu, jawabu la ni mataifa, jawabu. la mataifa huyu Yesu. Everybody now. Hey! Say! Yesu ni njia. Yesu ndiye njia, Ya kweli na ndiye uzima, njia, ya kweli na ndiye uzima, njia, ya kweli na uzima huyu Yesu. Yesu ndiye njia, Ya kweli na ndiye uzima, njia, ya kweli na ndiye uzima, njia. ya kweli na Yesu uzima. ndiye Bwana wa kanisa, Yesu ndiye Bwana, Bwana wa ndiye kanisa, Bwana, Bwana wa ndiye Bwana, Bwana wa kanisa huyu Yesu. Yesu ndiye Bwana, Bwana wa ndiye kanisa, Bwana, Bwana wa ndiye kanisa, Bwana. Bwana wa kanisa. Yesu suluhisho la mataifa, Yesu suluhisho, Suluhisho la mataifa, suluhisho la mataifa, suluhisho la mataifa huyu Yesu. Yesu suluhisho, Suluhisho la mataifa, suluhisho, suluhisho la mataifa, suluhisho. suluhisho la Yesu ni jawabu, Yesu ni jawabu, Jawabu la ni mataifa, jawabu, jawabu la ni mataifa, jawabu. jawabu la mataifa huyu Yesu. Yesu ni jawabu, Jawabu la ni mataifa, jawabu, jawabu la ni mataifa, jawabu. la mataifa huyu Yesu. Huyu Yesu, Ni njia, huyu Yesu, kweli na uzima, huyu Yesu, ni njia, huyu Yesu, kweli na uzima, ni jawabu, jawabu huyu Yesu, la mataifa, huyu Yesu, jawabu huyu Yesu, la mataifa, suluhisho, suluhisho huyu Yesu, la mataifa, huyu Yesu, suluhisho huyu Yesu,
la mataifa. Ni Bwana wa kanisa, ni Bwana, Bwana wa kanisa, ni Bwana. Wapi vigelegele kwa Yesu? Haleluya. Na Mungu akubariki. Bwana asifiwe sana. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tunatenda makuu. Asante sana, naomba tuketi. Praise team, Mungu awabariki. Asante waimbaji wote. Asante wewe ambaye umekuja kwa mara nyingine tena. Nimshukuru mwenyekiti wa kanda kwa nafasi hii, lakini kwa mara nyingine niwakumbushe kwamba Mungu amewapa mwenyekiti wa kanda. Kwa kweli tufanye naye kazi. Bwana asifiwe sana. Nimewaambia hichi kinachofanyika hapa tangu kuanzishwa kwa kanda hakijawahi kufanyika popote isipokuwa kanda ya Ziwa. Na kama mtamtia moyo, nadhani mtafanya maono yake mengi alionayo yaweze kutoka. Bwana asifiwe sana. Nawashukuru mababa askofu kwa kazi nzuri ya kuwaleta wachungaji mahali hapa. Najua lazima mmehamasisha, mmefanyika viungo vizuri. Tunaweza kuona ukumbi umejaa namna hii, alafu ni mara ya kwanza. Ni jambo la kumtukuza Mungu. Mbona hawa hamuwapi makofi kidogo? Tunaendelea na lile somo la tulikuwa tunajifunza kuhusu mwanadamu. Bwana asifiwe sana. Na jana nimeongea kwa habari ya, nilikuwa najaribu kuzungumza kwa habari ya maeneo matatu ya mwanadamu. Eneo la roho, nafsi na mwili. Bwana asifiwe sana. Ambapo nitamalizia kile kipengele changu cha jana, alafu nitaingia kuichambua roho ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Niliwaambia hivi vipengele vingine hatutaweza kuvichambua kwa sababu muda hautatosha, lakini sisi tutagusia hili eneo na lengo. Nilisema ibada hii nitakuwa nazungumza taratibu ili muweze kunielewa. Lengo ni katika hii safari tulio nayo binafsi ya kutembea na Mungu, si ni sawa? Ili ujue ni nini cha kufanya kubadilisha maisha yako na viwango vyako. Tunataka tumtengeneze mtu wa kiroho ambaye atakuwa ni mtu mwenye matokeo katika kila eneo la maisha. Baba, tunakushukuru kwa muda huu. Mtumishi wako nimesimama mbele ya watumishi wako. Nipe neno la kusema, lakini naomba na watu wako uwape masikio ya kusikia. Mwisho wa siku jina lako likatukuzwe katika jina la Yesu. Amen. Sasa waheshimiwa watu wa Yesu,
Jana niliishia sehemu tukisema roho yako ina mwelekeo wake, na tukasema na mwili una mwelekeo wake. Sijui kama tunaelewana. Na tukasema kwamba nafsi yako huwa inatembea na yule mwenye nguvu. Unaweza kuwa ndani ya kanisa na ukawa mtu wa kimwili, yaani umeokoka, lakini maisha yako, namna unavyoendesha mambo, ni mtu wa mwilini kabisa, ingawa umefanyaje? Umeokoka. Tuangalie kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza, naomba tufungulie sura ile ya 3. Ule mstari wa 3, Paulo anaongea na kanisa la Wakorinto. Utarudia nyuma yangu. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3 anasema, kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya mwilini. Burudia hayo maneno. Maana ikiwa kwenu kuna usuda na fitina, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Hapa hakuwa anaongea na wapagani. Hapa alikuwa anaongea na watu walioko ndani ya kanisa. Alikuwa anaongea na watu waliookoka. Anawaambia kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa mwilini. Kwa namna nyingine anawaambia mlipaswa kuwa watu wa nini? Wa rohoni. Lakini kwa kuwa nyinyi ni watu wa mwilini, anasema kinachoonekana ndani yenu ni tabia za mwilini. Maana yake mwili umekuwa na nguvu, na kila ambacho kinajifunua kwao kinatokana na mwili. Sijui kama tunaelewana. Okay. Ukiangalia kitabu cha Waibrania, ukiangalia Waibrania ile sura ya 5 na mule mstari kitabu cha Waibrania sura ya 5 mstari wa 12, sikiliza anasemaje? Anasema kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Umeona Alafu anaweka kwenye mabano, maana wakati mwingi umepita. Anasema mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Sasa utaona hapa neno anasema maana muda umefanyaje? Umepita. Anataka kuzungumza kwamba huu muda uliwapasa nyie kuwabadilisha kutoka kuwa watoto kuwa watu wazima. Sema amen. Muda ambao mmeishi ulitosha kuwabadilisha kutoka mwilini kwenda wapi? Rohoni. Lakini anapowatazama anasema iwapasapo kuwa walimu. Yaani kuna level tulikutegemea uwe tangu umekaa ndani ya wokovu, lakini tunapokutazama unavyoishi na matokeo ulionayo, inaonyesha kabisa wewe ni mtoto, wewe ni mtu wa mwilini. Kuna vitu vya kawaida kabisa unashughulika navyo ambavyo sio ngazi yako. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa nini nafundisha somo hili? Nafundisha somo hili kwa sababu ninataka ufanye mabadiliko ndani yako ya makusudi, kwamba kuna vitu unafanya ukiwa unajua kabisa kuna kitu nageuza kwenye maisha yangu. Ninatamani kanisa lielewe kwamba kuna vitu kwenye maisha yako havitatokea mpaka umebadilisha kitu fulani kwenye maisha yako. Kuna vitu utavisikia kwa watu,
lakini havitakuwa sehemu ya maisha yako. Kwa sababu gani? Kuna uhusiano kabisa wa wewe kuwa kiroho na vitu utakavyokuwa navyo. Mfano Galatia sura ile ya 4 anazungumza habari za mtoto. Anasema mrithi ambaye ni mtoto, anasema wakati wote au muda wote anapokuwa mtoto, anasema hana tofauti na nani? Hana tofauti na mtumwa. Unaweza kuona huu mstari unafanana kabisa na ule mstari tuliousoma wa Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 3, ya kwamba ninyi ni watu wa mwilini, ingawa ninyi ni watu wa nani? Wa kiroho. Mlipaswa kuwa watu wa kiroho, lakini anasema ninyi ni watu wa mwilini. Tukikuangalia, wewe ni mtoto wa mwenye mali, lakini kwa kuwa wewe ni mtoto, huna tofauti na mtumwa. Kuna vitu kwa hadhi ulionayo hupaswi kuwa navyo. Maana yake kinachotakiwa kufanywa ni nini? Ni kubadilisha status yako kutoka utoto kuwa mtu mzima. Na utakapobadilisha mazingira, utashangaa kuna milango kwenye maisha yako inafunguka yenyewe. Huwa napenda kuambia watu, ukipenda kuwekewa mikono sana, utawekewa mikono mpaka kipara unaona sasa hivi kipara kinakuja, mpaka kipara kitakuwa kama kitaanza kuja kama nywele zitaisha, na hautapata kile unachokitaka. Naomba nijitahidi kukimbia. Bwana asifiwe sana. Nilizungumza jana, nafsi ni kiini cha maamuzi ya mtu, yaani mwanadamu. Mwanadamu ameumbwa akapewa uhuru, lakini ili aweze kuutumia uhuru wake vizuri, ni lazima nafsi yake iponywe, la sivyo atautumia uhuru wake vibaya, kufanya maamuzi yatakayomgharimu. Biblia na wasomi wa Biblia wamejaribu kufanya uchambuzi wa mwanadamu wakilinganisha na hekalu, na utagundua kwamba mwanadamu ni hekalu la Mungu. Bwana asifiwe sana. Na hapa lengo tunataka tutengeneze mtu wa kiroho. Maana yake tutengeneze mtu ambaye anahama kutoka maisha ya mwilini mpaka anafika kwenye maisha ya nini? Maisha ya kiroho. Sasa mwanadamu ana mwili, ana nafsi, ana roho. Maana yake katika utaratibu tunaanzia mwilini, tunakuja mtu wa nafsi, na alafu tunakuja mtu wa nini? Wa kiroho. Ukiliangalia hekalu lilivyotengenezwa, lilikuwa na maeneo matatu. Hekalu lilikuwa lile hekalu alilojenga Suleiman, au ile hema ya kukutania ambayo Mungu alimchukua Musa akampeleka mlimani akamwonyesha hekalu. Kule mbinguni kuna hekalu, si unaelewa? Mbinguni kuna hekalu. Kwa sababu Musa alipopandishwa mlimani aliambiwa, tunakuonyesha utengeneze kitu hiki kwa mfano wa kile kilichoko mbinguni. Kwa hiyo mbinguni kuna hekalu. Sasa hili hekalu lilikuwa na sehemu inaitwa ua wa nje. Ua wa nje ilikuwa ni mahali ambapo kila mtu anaweza kukusanyika. Kila Mwisraeli alikuwa anaweza kufanyaje? Anaweza kukusanyika hapo. Ndipo ambapo panaitwa ua wa nje. Sio tu Waisraeli, alikuwa akitokea mtu ambaye ni mtu mataifa na akapenda kumwabudu Mungu wa Israeli, pia na yeye alipewa nafasi ya kufika kwenye ua wa nje. Bwana asifiwe sana. Ni mahali ambapo watu walikuja wakafanya ibada. Alafu kutoka kwenye ua wa nje kuna sehemu ilikuwa inaitwa patakatifu pa patakatifu. Sasa pale kwenye ua wa nje pia kulikuwa kuna madhabahu. Ile madhabahu ndipo ambapo walikuwa wanatoa sadaka zao. Ile madhabahu inafananishwa na Calvary, ambapo ni mlango wa kila mtu, kwa sababu Calvary ni mlango wa kila mtu. Ili uanze safari yako ya kutembea na Mungu, ni lazima ufike Calvary. Ukishakutana na msalaba, ndipo unaanza safari ya kuanza kumjua Mungu. Na
Nani ananielewa kitu nazungumza? Na pale palikuwa na ile madhabahu ambapo watu walitoa sadaka zao mahali pale, ile sadaka ya upatanisho, sadaka za amani, sijui sadaka ya kuteketezwa, zilikuwa zinafanyika pale. Lakini unapoingia ndani pia kulikuwa kuna madhabahu nyingine, na kabla ya kuingia pale ulikuwa unakutana na mahali panaitwa pale, ulikuwa unakutana na mahali ambapo watu walikuwa wananawa makuhani walikuwa wanajitazama na kujisafisha. Kulikuwa kama kuna maji, na pale kulikuwa kama kuna kioo ambapo makuhani walikuwa wanajiona wakiwa wanaingia mbele za Mungu. Ukianza kuona watu ambao walikuwa wanaingia pale patakatifu walikuwa ni makuhani peke yao. Maana yake ni watu ambao status zao zimebadilishwa. Hakuingia Mwisraeli wa kawaida, ni lazima awe Mlawi. Sio tu awe Mlawi, lazima awe kuhani, ndiye ambaye alikuwa anaweza kukanyaga mahali pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili eneo linafananishwa na eneo la nafsi ya mwanadamu. Nitaongea namna hii ndipo mtakaponielewa, na kama mbeleni nitapata nafasi ya kusimulia vizuri nitasimulia. Kwa mfano nizungumze eneo la ufahamu. Kuna ufahamu wa kumfahamu Mungu kwenye akili ya mwilini. Kuna ufahamu wa kumfahamu Mungu kwenye akili ya kwenye nafsi, na kuna ufahamu wa kumfahamu Mungu kwenye akili ya kwenye roho yako. Bwana asifiwe sana. Na ili umfahamu Mungu kwenye nafsi, maana yake kuna hatua unachukua ili uweze kumfahamu Mungu katika hilo eneo. Taratibu tutaelewana. Kwa mfano, Paulo anazungumza. Paulo kuna mahali anazungumza, anasema, Paulo anazungumza, anasema Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Nimekufikisha hapo eh? Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Anasema kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni nini? Kwetu sisi tunaookolewa ni nini? Okay. Mstari wa 19 anasemaje? Kwa kuwa nitaiharibu nini? Kwa sababu imeandikwa nitaiharibu hekima yao wenye nini? Na akili zao wenye nini? Wenye akili nitazikataa. Sijui kama tunaelewana. Alafu anasema kwa mstari wa 21, kwa maana katika hekima ya Mungu dunia isipopata kumjua nani? Mungu. Kwa sababu ya nini? Ya hekima yake. Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuuzi wa neno lililohubiriwa. Sasa tuende namna hii. Sasa unaanza kuona kwamba kumbe kuna hekima ya Mungu na kuna hekima ya dunia. Kuna akili ya Mungu na kuna akili ya wanadamu. Bwana asifiwe sana. Na hekima ya Mungu inapotazama hekima ya mwanadamu, inapotazama hekima ya Mungu huona ujinga. Ndio sababu ni ngumu kumshawishi mtu anayetumia akili ya kawaida kwamba unaweka mkono juu ya mtu anapona. Sijui kama tunaelewana. Utanielewa vizuri. Hekima ya mwanadamu hupingana na hekima ya Mungu. Mstari huu hapa anasema hivi, kwa maana katika hekima ya Mungu, Mungu anakuja na hekima yake. Dunia isipopata kumjua Mungu kwa sababu ya hekima yake. Kwa hiyo unaanza kuona kinachofanya dunia isimjue Mungu ni nini? Ni hekima ya dunia. Sasa hekima ya dunia inaposimama na hekima ya Mungu inapokuja, hekima ya dunia inaona hekima ya Mungu ni upumbavu. Na kwa sababu hiyo mtu anasema hakuna Mungu. Kwa hiyo ndio sababu inasema dunia isipopata kumjua Mungu kwa sababu ya hekima yake. Kwa hiyo unaanza kuona kizuizi na kikwazo cha dunia kumjua Mungu ni hekima ya dunia. Sasa ngoja niliweke vizuri sasa. Kuna walimu wa chuo cha Biblia ambao hawajaokoka lakini wanafundisha. Ni maprofesa guru. Wanafundisha, na wakikufundisha labda Agano Jipya, wanaenda ndani
akianza kukufundisha hapa utashangaa. Sawa? Pamoja na kufundisha kote huko hajaokoka. Maana yake akili alionayo ni ya kichwani, sio ya wapi? Sio ya moyoni. Kwa mfano Waislamu wanaposoma Biblia, wanaisoma Biblia hii kwa lengo la kufanyaje? La ku-criticize Ukristo. Kwa hiyo anapoisoma Biblia, atasoma Biblia na atakufa haijamsaidia, kwa sababu haisomi kwenye moyo wake, anaisoma kwenye akili yake. Lakini wakati huo andiko hilo hilo linasomwa Yohana 3:16, mtu analisikia mstari mmoja, unaona machozi yanatiririka. Nini kinamtiririsha huyu machozi? Na huyu ambaye ni guru amesoma mpaka wakati anafafanua, anaenda kwenye root name ya neno, kwenye mzizi wa neno, anaanza kufanya uchambuzi. Pamoja na kwenda kwenye mzizi wa neno, ni profesa, na hiyo Biblia haijaweza kumbadilisha. Maana yake unaanza kuona kuna mtu anasoma Biblia kwenye maarifa ya kawaida, na kuna mtu anasoma Biblia katika level ya moyo wake. Kuna mtu anaelewa kitu nazungumza? Ninapozungumza kuhama mwilini, ninazungumza mchakato wa kumuomba Mungu na kukusudia. Unapokaa na neno, unaanza kumuomba Mungu kwamba unajiandaa kusoma neno, kwamba Bwana, nahitaji kuona mwanga katika kitu ninachokisoma. La sivyo utasoma kama profesa. Hautanielewa, ngoja nifafanue. Unaposoma katika kitabu cha Marko, sura ya 11, angalia mstari wa 20 na angalia mstari wa 23. Marko sura ya 11 mstari wa 23. Ninataka kukuonyesha level ya nafsi, kwamba kuna mahali unaenda kwenye maisha yako kunakobadilisha maisha yako. Mstari wa 23 anasema, amin, amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ufanyaje, alafu ukatupwe wapi, wala asione shaka wapi. Sasa unaanza kuona kuna mashaka ya akilini, ya kichwani, kwenye brain, ubongo, na kuna mashaka ya moyoni. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo anasema asione shaka moyoni mwake, sio asione shaka akilini mwake. Kuna imani ya kichwani na kuna imani ya moyoni. Kwa mfano, nimekaa kwenye hiki kiti, ninaamini hakitanidondosha. Sijatumia moyo kuamini, nimetumia ubongo kuamini. Hii inaitwa imani, lakini ni imani iliyoko ndani ya ubongo, sio imani iliyoko ndani ya moyo. Na ndio sababu kila mtu anayo. Ndio sababu ulipokuja, ulikuja ukakaa tu, kwa sababu akili yako, kwa kutumia ufahamu wa moyo wa akili, unajua hichi kitu kina uwezo wa kunibeba. Hiyo ni imani, lakini ni imani iliyo katika brain yako. Na naelewa kitu nazungumza. Lakini kuna imani ya kumwamini Mungu. Na ndio sababu imani huja kwa kusikia. Kusikia sio kwenye masikio ya kawaida, ni kusikia kwenye masikio ya moyo wako. Ndio sababu Yesu akaongea nao akasema, wana masikio lakini hawasikii, wana macho lakini hawaelewi. Kwa sababu kilichofungwa sio masikio haya, kilichofungwa ni masikio ya moyo. Kwa hiyo kuna sikio la kawaida la kusikia na kuna sikio la moyoni ambalo linasikia, na lile sikio la moyoni likisikia linajenga kitu kinaitwa imani. Kwa hiyo imani hujengwa kwenye moyo, sio kwenye akili ya brain yako. Na naelewa kitu nazungumza. Hii ni katika mchakato wa kutembea na Mungu. Ndio sababu sasa Daudi anasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Asemi kichwani mwangu nimeliweka neno lako, anasema moyoni mwangu nimeliweka neno lako ili nisikutende dhambi. Alafu anasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Mwangaza unaozungumzwa ni ndani ya moyo wako, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna maamuzi, kuna hisia, kuna nini, na kuna akili. Kwa hiyo maanake kinachoangaziwa hapo na neno la Mungu ni ndani ya nafsi yako, ili nafsi yako iweze kumjua Mungu. Na ndio sababu nikawasomea jana kitabu kile cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Anasemaje?
wala msifuatishe namna ya dunia hii. Ninawasihi kwa rehema zake Mungu, itoeni miili yenu. Huo ni mstari wa kwanza. Alafu mstari wa pili anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Maana yake correct ufahamu wako, uingie ufahamu mpya ndani yako. Hapo ndipo utakapojua ni nini yaliyo mapenzi ya Mungu makamilifu ya kupendeza. Maana yake ni kwenye moyo wako. Nani ananielewa kitu nazungumza? Bwana asifiwe sana. Sasa katika kutembea na Mungu, unavyojiwekeza, maana yake unaanza kubadilika kutoka kuwa mtu wa mwilini, unaanza kupanda daraja kwenye nafsi, unapanda daraja mpaka unakuwa mtu wa kiroho. Sasa patakatifu ni mahali ambapo makuhani walienda. Maana yake hao watu walikuwa na level nyingine, na unapofika mahali patakatifu ulikuwa unamuona Mungu kitofauti na yule mtu aliyeko nje ya mahali panaitwa hema ya kukutania. Huko ndani utakuta kuna mkate wa huko ndani kuna meza ya mkate wa onyesho, huko ndani kulikuwa kuna taa zile 12 zile zinazowaka, utazikuta huko ndani. Hapo patakatifu kulikuwa kuna vitu ambavyo walioko nje hawajui kilichoko ndani. Na ndio sababu wote tumeokoka, lakini wote tuna Yesu mmoja, lakini ufunuo wa Yesu ni wa tofauti kwa kila mtu, kwa kadri anavyotafuta kumfana Yesu Kristo. Nani ananielewa kitu nazungumza? Alafu kuna sehemu inaitwa patakatifu pa patakatifu. Patakatifu pa patakatifu palikuwa hapana taa, lakini palikuwa na mwanga. Nani ananielewa kitu nazungumza? Narudia tena. Patakatifu pa patakatifu palikuwa hapana nini? Hapana taa, lakini palikuwa na mwanga. Ukisoma Biblia inasemaje? Mungu anakaa mahali pa giza. Concept ya Mungu anakaa mahali pa giza, Mungu anakaa mahali ambapo inahitaji umtafute. Na ndio sababu katika mwili kile chumba kilikuwa cha giza, kwa sababu kilizungukwa na kila kitu. Sanduku la agano liliwekwa pale, kiti cha rehema kiliwekwa pale, makerubi wale walikaa pale, lakini kile chumba kilikuwa kina taa, ila patakatifu palikuwa na taa. Okay, tunaanza kuja namna hii. Unapolisoma neno ukiwa katika eneo la nafsi, neno la Mungu ni unasoma neno, alafu lile neno ndilo linavuviwa, yani linaangaziwa. Neno lilo lisoma linaangaziwa. Unapoingia katika roho hausomi neno, ila maana yake mtu anayeingia katika patakatifu tayari alishalisoma neno. Maana yake amevuka hapa patakatifu anaenda patakatifu pa patakatifu. Anayetoka mtu ambaye tayari ni mtu wa kiroho, maana yake amevuka ngazi ya hapa, yuko kule mbele. Maana yake amesoma neno lililoangaziwa, lakini anafika mahali ambapo anakutana na aina ya ufahamu. Hautokani kwa kusoma Biblia, unatokana na kufunuliwa, intuition. Kwa mfano, mnamkumbuka mtu mmoja anaitwa Petro. Walipanda na Yesu, Petro, Yakobo na Yohana wakapanda katika ule mlima. Na nikumbuka walivyofika kwenye ule mlima, Yesu vitu vikatokea pale. Akatokea mtu anaitwa Musa, akatokea mtu anaitwa Elia. Kutoka Musa na Elia, kutoka Musa na Elia kulikuwa kuna gap kubwa. Sema amen. Kutoka Elia, kwa sababu aliyekuja baadaye ni Elia. Musa alitangulia akaja Elia. Kutoka Elia kuja kipindi cha Petro kuna miaka ya kutosha lukuki. Alafu kulikuwa hakuna teknolojia hii tulionayo. Lakini Petro anasimama pale, hajaambiwa na mtu yeyote. Anasemaje? Bwana, tujenge vibanda vitatu, kimoja cha kwako, kingine cha Musa, kingine cha Petro. Swali, nani alimwambia huyu ni Petro? Nani alimwambia huyu ni Elia? Ufunuo huo alioupata hajafundishwa darasani, hajafundishwa mahali popote. Aliingia mahali pa giza lakini pana mwanga. Maana yake ni mahali ambapo hakutegemei nuru yako ya duniani, panategemea nuru nyingine. Mahali Mungu akikaa, nuru inatokea. Napozungumza nuru, nazungumza ufahamu. Maana yake ni mahali ambapo ukiingia unakutana na majibu ya kila kitu unachokitaka. Maana yake umekuwa mtu wa kiroho. Nani ananielewa kitu nazungumza? Hii ni maana yake ni kanisa kumtafuta Mungu, kuwa na muda na Mungu na kuama na kufika hapo.
Huwa kuna watu kadhaa huwa wanani challenge. Mtu wa kwanza anaye ni challenge ni mama mmoja anaitwa sijui Ana. Huyu ni Ana binti Bethueli. Maana kuna Ana na Hana. Fanueli ni Ana katika kitabu kile cha Luka. Yule mama anakaa kwenye hekalu. Kwanza alikaa na mume wake miaka 7 baada ya kuolewa. Mume akafariki. Hatukuambia umri wake, lakini wakati Biblia inataka kuzungumza pale habari za Yesu, inamtaja akiwa na miaka 84. Biblia inasema alikuwa baada ya kuachana na mume wake kuondoka, alikimbilia hekaluni. Biblia inasema anafunga usiku na mchana. Ni mzee wa umri, na pale wanamtaja miaka 84 tangu mume wake amefariki. Unapopiga mahesabu ya kawaida utagundua alikuwa ni mama wa miaka 100 na kitu. Anaweza kufunga, anaweza kuacha kula chakula, anaweza kukaa hekaluni. Sasa nikawa nawauliza watu, ni nini alichokuwa, ni kitu gani kukaa hekaluni peke yako kuna boa? Kuna kitu alikutana nacho ambacho wanadamu wengine hawakutani nacho. Kuna wakati Mungu alinionjesha kitu na kilinitokea mara moja, hakijawahi kujirudia. Nilikuwa kwenye ibada, nikanyanyua mikono yangu hivi. Nilivyonyanyua mikono nikiwa namwabudu Mungu, kwanza ile ibada niliiona fupi. Na ndio sababu tunapokuwa kanisani, acheni kusumbua watu, maana hamjui wengine wameenda wapi. Wewe kama uko mwilini, kuna mtu hayuko kama wewe. Wakati unaona ibada inakuboa, sio kila mtu ibada inamboa. Kuna watu hatutaki iishe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ile ibada kwangu ilikuwa ni fupi kabisa. Wakati nimenyanyua mikono juu, nikashangaa ni kama nimehamishwa. Siko tena duniani, lakini niko katika mazingira, nasikia raha ambayo sijawahi kuisikia. Nasikia uzuri ambapo sijawahi kusikia tangu nimezaliwa hata mpaka sasa hivi. Mpaka najiuliza niko wapi? Ile ibada niliona wameimaliza haraka. Sasa wakaturudisha. Mimi nilikuwa nimesimama, sio kwamba nimepiga magoti, ila nimefunga macho. Na shangaa mtu anakuja kunipiga mgongo. Wamemaliza wao ibada. Mimi ninawaza, hivi nimeenda wapi? Mtu anakuja kunifanya hivi, salimia watu. Nilimwangalia, nataka nimpe hivi. Salimia watu. Mimi niko pale najiuliza, nini kimenitokea? Nini kimetokea? Kuna Zaburi inazungumza, heri mtu yule ambaye Mungu amemfungulia malango ya nyua zake. Kuna kitu kinaitwa milango kufunguka kwa ajili ya mtu kuingia mahali panaitwa nyua za Bwana. Sijui kama unaelewa, sio mahali pa kila mtu. Sio mahali pa kila mtu. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba kuna mtu wa kutembea katika maisha ya mwilini. Kuna Mkristo ameokoka, ni maisha yake ni ya mwilini. Ukimwangalia hana tofauti na mtu hajaokoka. Lakini kuna Mkristo, na Biblia imejaribu kutofautisha hao Wakristo. Kuna wakati akaleta mto wa maji, pima dhiraa 1000, maji yakafika hapa. Huyo ni Mkristo aliyeokoka, lakini yupo katikati ya maji. Hayo maji ni Roho Mtakatifu, lakini hayo maji hayana nguvu ya kumuendesha. Yeye ndio anayeamua. Maji yakiwa hapo unaruka, unafanya chochote unachotaka. Unanielewa kitu nazungumza? Lakini kuna akapima dhiraa 1000, tukaona Mkristo mwingine maji yamemfikia hapa. Huyu mwenye maji ya hapa na mwenye maji ya hapa, experience zao ni tofauti. Wote wako ndani ya maji yale, lakini wako katika vina tofauti. Huyu yuko kwenye kina cha maji yako hapa. Huyu akirukaruka atachoka haraka kwa sababu maji yanamzuia. Mwingine yuko hapa, alafu mwingine ni mto. Maana yake huyu ambaye ni mto ndio unaomuendesha, sio yeye anayejiendesha. Mto ndio unaamua anaenda wapi. Kwa hiyo kuna Wakristo ndani ya kanisa wanaomuendesha Roho Mtakatifu, na kuna Wakristo ndani ya kanisa ambao wanaendeshwa na Roho Mtakatifu. Ni watu wawili tofauti. Hizo ni level katika kumtembea na Yesu. Nani ananielewa kitu nazungumza? Okay, haikutosha. Unaposoma katika kitabu, sasa sitakusomea, wewe nenda kasome kitabu cha Kutoka sura ya 24. Huu ni mfano mwingine wa namna ya kuenda viwango na Mungu. Kwa sababu Mungu alitumia Agano la Kale,
alilitumia Agano la Kale kama kivuli ambacho kinazungumza uhalisia wa kipindi chetu. Yaani sisi ndio ambao tunaishi katika uhalisia. Sasa unaanza kuona Mungu katika sura 24, Bwana anamwambia Musa, nenda mlimani wewe na Haruni na Nadabu na Abiu na wazee 70, mkamfikie Bwana, mkamsujudie kwa mbali. Umeelewa kitu nazungumza? Wazee wangapi? 70. Na nani? Na Haruni. Na nani? Na Nadabu. Na nani? Na Abiu. Nadabu na Abiu walikuwa ni watoto ni makuhani hao. Maana yake hao ni makuhani. Kuna mtu mwingine hajatajwa hapa, Joshua. Bwana asifiwe sana. Alafu ukisoma mstari wa pili anasema hao wengine wanaambiwa wakamsujudie Mungu lakini kwa mbali. Alafu anasemaje? Na Musa peke yake ndiye atakaye karibu na Bwana, lakini hao hawatakaribia karibu, wala hao watu hamtakwea pamoja naye. Sasa unaposoma hii story vizuri utagundua kulikuwa kuna makundi matatu ya watu. Kundi la kwanza lilikuwa ni kundi la wana wa Israeli, na kundi la wana wa Israeli walikaa chini ya mlima, na pale chini ya mlima walijitakasa ili uelewe kwamba wameokoka. Kwanza waliambiwa wasilale na wanawake zao siku 3, usiguse mke. Sijui kwa nini wakusema usilale na mume wako, kama tu usilale na mke wako. Mnyama asikaribie pale, maana yake pale sio kwa mnyama. Kwa hiyo ile ilikuwa ni privilege ya tofauti, lakini walikuwa chini ya nani? Ya mlima. Hawakupanda mlima, walikuwa chini ya mlima. Bwana asifiwe sana. Ukiangalia hii sura 24, ukiangalia mstari wa 7, ukiangalia mstari wa 8, Biblia inasema mstari wa 9, Biblia inasemaje? Ndipo akakwea juu Musa na Haruni, Nadabu, Abiu na wazee 70 miongoni mwa wazee wa Israeli. Wakamwona Mungu wa Israeli. Sikiliza, wakamwona Mungu wa Israeli. Hiyo sentensi ikakamilika, maana ameweka semicolon. Chini ya miguu yake palikuwa na sakafu. Hawa wanaona sakafu, wanaona miguu ya Mungu, wanaona na sakafu. Wale wa chini hawajaona sakafu, hawajaona miguu ya Mungu. Unaelewa kitu nazungumza? Alafu palikuwa na kama sakafu iliyofanyizwa kwa yakuti samawi, kama zile mbingu zenyewe kwa usafi wake. Naye hakuweka mkono wake juu ya hao wakuu wa wana wa Israeli. Nao wakamwona Mungu, wakala wakanywa. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 13, Musa akaondoka na Yoshua mtumishi wake. Musa akapanda mlimani kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 14 akawaambia hao wazee, tungojeeni hapa. Hakusema ningojeeni hapa, akasema tungojeeni hapa. Maana yake Joshua ambaye hakutajwa, maana yake haliama kutoka kwenye level ya kina Abiu akapanda tena juu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 15, Musa akapanda mlimani, lile wingu likaufunikiza mlima. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 16, na huo utukufu wa Bwana ukakaa juu ya mlima wa Sinai, lile wingu likaufunikiza siku 6, na siku ya 7 akamuita Musa kutoka katika lile wingu, na kuonekana kwake ule utukufu wa Bwana kulikuwa kama moto uteketezao juu ya mlima machoni pa wana wa Israeli. Wana wa Israeli kule chini waliona moto uteketezao waliokuwa chini. Wanasema wao walichokiona waliona moto, lakini Musa alipanda kwa siku 6. Siku ya 7 Mungu ndo anamuita, wanakutana na akauona utukufu wa Bwana. Ukiendelea kusoma utaona Mungu anaongea naye vitu vingi na anampa maelekezo mengi ambayo wakina Abiu hawana, wakina Yoshua hawana. Kwa hiyo wakina Yoshua wameona kitu ambacho wazee hawajaona. Wazee na wakina Haruni na wakina Abiu wameona kitu ambacho wale watu wa chini hawajaona. Wako katika mlima mmoja, wanamwabudu Mungu mmoja, lakini kila mmoja anaona kitu cha tofauti.
Utukufu wa Mungu umejifunua tofauti. Wale kule chini wanasema tunaona moto, hawa hapa katikati wanasema tunaona miguu ya Mungu na tunaona kitu kama sakafu. Alafu Musa akipanda kule juu anauona utukufu wa Mungu, anamuona Mungu uso kwa uso, anasikia sauti ya Mungu, Mungu anasema naye. Maana yake ni nini? Ni level ya picha ya kuonyesha hali ya Mkristo, hali yetu tulionayo. Kuna watu wameokoka watakufa wakiwa chini ya mlima. Kuna watu wameokoka watakufa wakiwa katikati ya mlima. Kuna watu wameokoka watakufa, wataondoka duniani wakiwa pale kileleni. Maana yake Mungu anaongea nao, anazungumza nao. Mungu anasema kwa habari ya Musa, nitaongea naye uso kwa uso, nitaongea naye mdomo kwa mdomo. Musa sio kama mtu mwingine. Nini kimetokea? Anasema Musa ni mnyenyekevu. Nini maana unyenyekevu? Unyenyekevu ni utii wa neno la Mungu. Unyenyekevu sio kuongea kwa sauti ndogo. Unyenyekevu maana yake ni usikivu wa kile Mungu anachokisema. Zaburi ya 103 mstari wa 7 anasema aliwajulisha wana wa Israeli matendo yake, na Musa alimuonyesha njia zake. Maana yake wana wa Israeli waliona matokeo, walipata majibu ya mtihani, waliona chakula kinatokea, waliona bahari inapasuka. Lakini Musa hakuona bahari inapasuka, alionyeshwa namna ya kupasua bahari. Ukitaka bahari ipasuke, 1 2 3. Ukitaka mana ishuke, 1 2 3. Kuna Wakristo na Wakristo, kuna waliokoka na waliookoka, kuna wenye majibu na wapokea majibu, kuna watengeneza majibu na kuna wapokea majibu. Umechagua kuwa Mkristo wa namna gani? Mtu wa rohoni ni mtu anayekaa mahali pasiri, aketie mahali pasiri pake Mwenyezi. Utasema Bwana ndiye Mungu wangu. Hautapigwa na tauni, hautapigwa na tauni, hautapigwa na ugonjwa wala mshale upitao gizani. Biblia inasema 1000 wataanguka kushoto, 10,000 wataanguka kulia. Wakifa hautakufa katika jina la Yesu. Mahali wengine wanakufa, wewe unanyanyuka unaenda mbele. Mahali wengine wanazuiliwa, wewe unaenda mbele. Biblia inasema kwa miaka mingi nitamshibisha, kwa miaka mingi nitamjulisha wokovu na agano na wema wa Mungu aliye hai. Kuna mahali pa kwenda ambapo kanisa linapaswa kwenda, lakini panahitaji gharama. Musa ilimchukua siku 6 kutembea na kumtafuta Bwana, na siku ya 7 anasikia sauti ikisema niko mahali hapa. Huwezi kumtafuta Mungu kwa ndani ya siku moja, huwezi kumtafuta Mungu kwa kufunga siku moja. Ni lazima uweke mchakato, na ndio sababu jana nikawaambia weka ratiba ya neno. Wakati mwingine unachukua Biblia, unamwabudu Mungu, unaimba nyimbo za kuabudu, unaomba roho ya ufunuo, unakaa na Bible, unaanza kuisoma, unaanza kuona vitu ndani ya Biblia vinatembea, unaanza kuona vitu ndani ya Biblia vinavyoshikika. Maandishi yanageuka kuwa uponyaji, maandishi yanageuka kuwa mitaji, maandishi yanageuka kuwa kanisa, maandishi yanageuka kuwa mafanikio katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pako mahali watu wanaenda. Ndicho kitu ambacho unapaswa kuelewa. Ndio sababu mnanisikia huko watu wananiambia sijui nini, ninaongea nikawaambia hatukuumbwa tuwe tegemezi, tuliumbwa tutembee na Mungu. Mungu anatafuta watu atakao tembea nao. Biblia inazungumza habari za Roho Mtakatifu, ya kwamba Roho Mtakatifu hututamani kiwango cha kutuonea shauku. Roho Mtakatifu yuko mahali anatafuta ndani ya kanda ya ziwa mwanaume mmoja ambaye atatenga nafasi yake na kukaa na Mungu aliye hai. Maana Roho Mtakatifu ana mafunuo, anataka kufunua, anatutamani kiwango kilichopitiliza. Lakini watu wako mwilini. Nataka niwaambie kuna kitu Mungu alinionjesha, na baada ya kutoka pale nikasema kama kwa Mungu kuko hivi, hakuna mtu anakuambia nenda kaombe. Kama ukiomba unakutana na nilichokutana nacho, kile nilichokutana nacho mimi, hakuna mtu anakuambia kaombe. Na ndio sababu nikamwona yule mama amekaa miaka yote mbele za Mungu, hahitaji chakula, hahitaji chochote, anakula mlo mmoja, ni mzee, lakini yule mama alikuwa anakaa kikao na Mungu aliye hai. Kuna wale watu wanaokaa vikao na Mungu aliye hai, wale watu wakina Daniel waliokuwa wanakaa vikao, watu ambao wanafunuliwa bila taarifa. Niliwaambia katika roho ni mahali ambapo mafunuo yanatokea, ufahamu unatokea, sio kwa kufundishwa, sio kwa kukaa darasani, sio kwa reference yoyote. Kila alichokifanya Petro hakukuwa na reference yoyote. Unaweza kuelewa habari ya mtu anaitwa Daniel, anaota ndoto mtu mwingine, alafu yeye analala, anafunuliwa katika roho. Hakuna reference nyingine yoyote. Unashangaa ufunuo wa ndoto unatokea, na maana na tafsiri ya ndoto inatokea. Mungu wa Daniel akawe Mungu wako katika
katika jina la Yesu. Yule Mungu anayefunua akatokea ndani ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumefika mahali tunaheshimu uchawi. Tumefika mahali tunaangalia maagenti wanaotumiwa na adui ambavyo wanatembea katika ulimwengu wa miujiza. Alafu tunaona kama sisi kanisa hatuwezi kutembea katika ulimwengu wa miujiza, katika ulimwengu wa maajabu. Tumemfanya Mungu kuwa mdogo kwa sababu level na ufahamu wetu ni mdogo kwa habari ya Mungu. Kuna vitu vingine Mungu akifanya tunasema ni uchawi. Sio uchawi. Biblia inasemaje? Mambo ya rohoni hufahamika kwa namna ya rohoni. Na Biblia inasema ya kwamba mtu wa mwilini hawezi kuelewa mambo ya rohoni. Kuna habari ya mambo ya rohoni ukisikia ni upumbavu, lakini ndio uzima wa Mungu. Na naelewa kitu nazungumza. Nazungumza kwa habari ya hiyo level. Nimeokoka nikakuta Wakristo huwa wanajifungia. Nilipookoka, mahali nilipookoka alikuwa ni mshirika. Kila wiki alikuwa na siku anaingia kwenye maombi. Siku nzima haongei na mtu, haongei na watoto wake, anaingia kwenye chumba anajifungia. Huyo ni mshirika. Leo hii wachungaji hawafanyi hivyo. Wasimama madhabahuni, waleta habari njema. Vinywa vya Mungu havina muda wa kujifungia. Ukianza kuambia omba hapa utacheka. Utaona wanaomba wanakaa. Utaona wanaomba wanapiga miayo. Hapana, kitu cha namna hiyo. Wanaomba utaanza kuona tu wanakimbilia kukaa. Unakimbilia kukaa nini? Omba, tafute Mungu. Unaona tu watu wavivu. Maombi ya saa moja, sio maombi ya kukaa unakaa hivi unaomba. Saa moja ni dogo. Umeniambia umepiga masaa 3, ndio unasema najipumzisha, ni at least nibadilishe pause, nikae nikiendelea kuomba. Alafu unashangaa ndani ya saa moja, kabla dakika 20 hazijafika ameshakaa chini, maneno yameisha. Jenga stamina ya kusimama mbele za Mungu. Jenga stamina ya kutembea na Bwana. Jenga hali yako ya kiroho. Utaona vitu vinatokea. Naelewa kitu nazungumza. Macho yako yanaanza kufunguka. Masikio yako yanaanza kufunguka. Ufahamu wako unaanza kufunguka. Unaanza kuelewa vitu hujaambiwa. Unaanza kusikia vitu hujasikia. Unaanza kufanya vitu watu wanakushangaa. Unavifanyaje? Naelewa kitu nazungumza. Maombi sio kitu cha kukimbia. Nakumbuka kiongozi mmoja wa maombi. Ni kiongozi kabisa, tunamtegemea. Ile tu kuna kipindi tulipiga maombi, sijui alikuwa siku ngapi. Baadaye tukaleta sijui siku 7. Baadaye sijui tukaleta siku ngapi. Alafu tukawaita watu Dodoma. Walipokuja Dodoma kuna kufunga masaa 24. Akasema sifungi. Sijaja Dodoma kufunga. Mimi sijaja Dodoma kufunga. Akaenda kula kitimoto barabarani. Baadaye nikapewa taarifa zake. Na huo ninamwambia. Nilimuona. Alafu huyo ni kiongozi wa maombi. Yani watu wanafunga, wewe huwezi kufunga. Watu wanasingizia vidonda vya tumbo. Niliwaambia watu kuna kipindi mimi nilipigwa vidonda vya tumbo. Yani kabisa nilikuwa nikikaa njaa kidogo tu, shida inatokea. Nakumbuka nilienda kufanya mkutano kule Vwawa. Napanda gari nashika tumbo hivi nimelifunga. Natafuta maziwa ndio tumbo linatulia. Maana yake ilikuwa inaniambia Nimrod kufunga hakuna tena. Nilikataa. Nikaambia lazima nifunge. Nililifungisha mpaka likapona lenyewe. Leo hii nafunga 3 kavu. Nafunga ngapi kavu? Unanielewa kitu nazungumza? Vilipona. Sawa watu wa Yesu. Ndio sababu nikasema ninafundisha hili somo ili mjue kutembea na Mungu sio kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Unaposema unatembea na Mungu sio bahati nasibu. Ni kitu kinachotokea kwa mtu aliyekusudia. Yani ni lazima ufike mahali uweke ratiba. Useme siku haipiti sijasoma Biblia. Mwaka unapoanza unaweka ratiba ya mwaka. Mfano kabla mwaka huu haujaisha nitakuwa nimeisoma Biblia yote na nimeianza. Kwa kitu nazungumza. Wewe unasoma Biblia wakati unaandalia watu neno, alafu nataka uwe na ufunuo. Hautapata. Lazima usome Biblia ikusaidie wewe. Unataka hausomi Biblia, lazima usome Biblia ibadilishe biashara yako, ibadilishe maisha yako, ikutengeneze. Unakaa mahali. Ndio sababu nawaambia unaamka. Kama leo nasoma Biblia, nafika mahali naamka.
naanza kutembea pale mpaka unapiga miruzi, kwa sababu kuna kitu unakiona kwenye Biblia. Leo hii mtu anasoma Biblia anasikia usingizi, anapiga miayo, hawezi kumaliza sura moja. Hiyo roho ishindwe katika jina la Yesu, na hicho kivuli kilichokaa juu ya vichwa vya watu kiachie watu katika jina la Yesu. Nasema kiachie watu katika jina la Yesu aliye hai. Watu wasome neno, na sio tu usome neno, usikie ladha. Kuna waliosoma Biblia wakasema neno lako ni kama sega la asali. Yaani unasoma Biblia unasikia uzuri ndani ya neno, kama mtu anayekula asali, ndio neno linageuka ndani yako. Bwana asifiwe sana. Tusimame kwa miguu yetu.